Leo ni siku ya kimataifa ya saratani. Wewe ni daktari bingwa. Ni ugonjwa wa namna gani huu? Huu ni ugonjwa unaosababishwa na mabadiliko ya vinasaba vya kwenye mwili ambavyo inapelekea ukuaji wa seli bila utaratibu. Vinasaba ni nini? Kitaalamu inaitwa genes. Yaani ili uwe wewe, information zote za mwili wa binadamu inakaa kwenye vinasaba. Characteristics zako, kila kitu kinaanzia kwenye genes. Asili ya mtu kwa maana hiyo. Asili ya mtu. Okay. Kwa hivi vipo vya aina nyingi sana. Sawa. Kuna genes ambazo kazi yake ina control ukuaji wa seli. Kuna genes ambazo zinaua seli ikiwa imeharibika au imefika muda wake. Sawa. Sasa hivi vinasaba vikipata changamoto vinaweza kupelekea ugonjwa wa saratani. Kwa mfano, hizi genes zinazosababisha seli zikue. Unajua kwa mwili wetu seli zinakuwa mara kwa mara. Sasa ni kitu gani kinachopelekea sasa hivi seli fulani ikue, seli fulani ife? Ni genes. Sawa? Kwa hiyo zikipata changamoto au inaitwa mutation, zikibadilika, zinakuwa zina misbehave, zina kiuka utaratibu wa kawaida wa mwili. Sawa? Kwa ili saratani ianze lazima kuwe kuna mabadiliko kwenye vinasaba. Mabadiliko haya ndio yatapelekea ile seli kukua bila utaratibu. Na unajua seli ndio inatengeneza nyama, ndio inatengeneza kiungo. Kwa hiyo seli ikiharibika sehemu fulani, mfano kwenye mlango wa kizazi, tuseme seli zile za kwenye mlango wa kizazi zikipata mutation, zikiharibika, zinaanza kukua bila utaratibu, ndio zinatengeneza kidonda mpaka uvimbe. Saratani zipo za aina nyingi sana kwenye mwili wa binadamu, kila kiungo. Yaani saratani inaweza ikatokea kwenye kiungo chochote. Kama alivyosema, kuna ya ubongo, kuna ya macho, kuna ya mapafu, kuna ya tumbo, kuna utumbo mpana, kuna mlango wa kizazi, matiti, vitu kama hivyo. Kwa saratani inaweza ikatokea sehemu yote kwenye mwili wa binadamu. Japo kuna maeneo ambayo ni common sana. Labda nitoe takwimu kidogo. Karibu. Shirika la saratani duniani fanya statistics, imeonyesha kwamba kuna kesi zaidi ya milioni 19 kila mwaka za saratani. Sawa, wagonjwa wapya. Na imeonekana saratani kidunia zinazo affect wanaume sana sana, ya kwanza ni ya mapafu, ikifuatiwa na tezi dume, ikifuatiwa na utumbo mpana. Kwa wanawake kidunia inaongoza saratani ya matiti, ikifuatiwa na ya mapafu, ikifuatiwa na ya utumbo mpana. Sasa tukija kwenye takwimu za Tanzania sasa, hizi ni za mwaka 2022 ambazo ndo most recent. Ndio. Tuna takribani kesi 44 kesi mpya kila mwaka za wagonjwa wa saratani wapya. Wanaume wanaathiriwa sana na saratani ya tezi dume ambayo ni ya kwanza kwao, ikifuatiwa na saratani ya koo, ikifuatiwa na saratani ya utumbo mpana. Kwa wanawake kwenye nchi yetu Tanzania inaongoza saratani ya mlango wa kizazi, ikifuatiwa na ya matiti, ikifuatiwa na utumbo mpana. Visababishi hasa ni nini? Okay. Kupelekea saratani kwenye mlango wa kizazi, matiti na kwenye utumbo. Okay. Labda naweza nikaelezea in general. Ndiyo. Sababu za saratani. Ya kwanza kabisa ni vinasaba. Sawa. Saratani nyingi zina tabia ya kurithiwa. Okay. Sawa. Kwa hiyo ukipata changamoto hiyo, mutation, mabadiliko kwenye genes, inaweza ikasafirishwa kwenda kwenye generation inayofuata. Yani kwa maana hiyo kama baba alipata saratani, kuna hatari ya mjukuu hata anayekuja kupata saratani anaweza kupata saratani. Sababu ya pili ni umri. Unajua saratani inatokea sana kwa watu wazima, even though sasa hivi kuna mlipuko wa saratani hata kwa vijana wenye umri mdogo, na pia hapo kuna saratani za watoto. Lakini kwa nini umri? Kwa sababu
Inaaminika kwamba kuanzia miaka 50 kuendelea, kadri mtu anavyozidi kuwa mtu mzima, mwili wake unapungua kinga, kwa hiyo seli zinakuwa zinaharibika kirahisi zaidi na zinaweza zikaleta mabadiliko tofauti na umri huu mdogo. Na sababu nyingine huenda ikawa ni infection mbalimbali kama virusi. Kwa mfano kuna hichi kirusi kinaitwa human papilloma virus, ni kirusi ambacho kinasababisha saratani ya mlango wa kizazi. Lakini pia kuna bakteria mbalimbali, mfano H. pylori. Huu ni bakteria ambaye huwa anasababishaga vidonda vya tumbo, na kama hajatibiwa vizuri mtu inaweza ikampelekea kupata saratani ya tumbo. Sababu nyingine ni lifestyle, naweza nikasema unywaji wa pombe kupitiliza, wa sigara. Unywaji wa pombe unaweza ukasababisha saratani aina nyingi sana kwenye mwili, ikiwemo saratani ya koo, saratani ya ini, saratani ya tumbo, sawa, na zinginezo. Pia matumizi ya tumbaku yanaweza kaletea saratani ya mdomo, ulimi, huku kwenye lips. Kwenye koo, sawa, kwenye mlango wa kizazi pia inaweza ikaleta changamoto. Tukienda kwenye matibabu sasa, matibabu ya saratani kuna matibabu aina kuu, naweza nikasema 3 au 4, sawa? Ndio. Na muda mwingine inahusisha kuzichanganya zote. Sawa? Kuna matibabu ya upasuaji, kuna matibabu ya mionzi na matibabu kemia. Pamoja na matibabu ni ya dawa lakini inaitwa targeted therapy. Sawa? Ni zingine lakini kubwa ni hizi 3. Upasuaji, mionzi pamoja na hizo tiba kemia. Lakini mara nyingi huwa mgonjwa anahitajika kutumia namna zote za matibabu ili kumsaidia apone. Na hii mara nyingi inatokea kwa sababu tunakutana na wagonjwa wengi ambao wako kwenye hatua sana sana ya 2, ya 3 mpaka ya 4 ya ugonjwa. Ndio maana tunahitaji mara nyingi kuchanganya hizi tiba zote ili kumpatia uponaji.